Vipi? Safi. Mzima? Mzima. Nyonge. Mna kawaida. Chopa linapita lile mna. Tumesonya kweli kweli. Tumesonya kwa makosa haya waamuzi, tumesonya sana. Msimu ulikuwaje Baby Mary, na leo mmemaliza hapa mmepata ushindi mwembamba kwa upande wenu? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza ulikuwa msimu wa kitofauti kwetu kwa sababu kuzingatia misimu kadhaa iliyopita tulikuwa tumekosa kombe, lakini hatukulikosa kwa mapambano ambayo tuliyafanya kwa msimu huu. Msimu huu tumefanya mapambano ambayo ni makubwa, lakini kwa baadhi ya makosa tulioumizwa kama timu yameweza kuigharimu kukosa kwa ubingwa huu wa NBC Tanzania Bara, lakini wote kwa wote tumepokea, sisi ni wana michezo, ila kuna kitu tumejifunza. Nafikiri kuna kitu cha kujifunza zaidi kwa msimu unaokuja, kuangalia ni namna gani tunashiriki hii ligi kwa makosa haya yanayozidi kutokea kwa waamuzi wetu. Waamuzi ndio kilio chenu. Kila ukimuuliza mwana Simba, yani sisi waamuzi ndio kilio chetu kikubwa. Advantage kubwa ya Simba kukosa ubingwa msimu huu, kilio kikubwa kinaenda kwa waamuzi. Kwanza tunaangalia tu mechi kubwa muhimu mbili ambazo tumenyimwa matokeo yetu, afu naoja kutoa ripoti ya wasimamizi wa ligi wanakuambia ni makosa ya kiuamuzi. Mechi ya kwanza ni ya dabi tuliocheza Zanzibar, goli la Selemani Mwalimu. Mechi ya pili ni ya dhidi ya Azam tuliocheza Azam Complex. Tumeweza kunyimwa penalty za wazi kwa makosa ya muamuzi anahukumiwa, makosa ya kumnyima, kushindwa kutafsiri sheria za mchezo. Zanzibar hivyo hivyo, wengine wamakosa kuchezesha ligi mpaka sasa. Lakini yote kwa yote zile pointi 6 tungezipata mkononi zeni kama leo tungekuwa tunazungumzia hivi. Tungekuwa tunazungumzia sheria ya ubingwa kwa Simba. Kuna wengine wanasema kwamba hayo makosa ya kibinadamu hayajatokea kwenu tu. Wamefanyiwa lipi? Ulizana hapa. Ndio mimi sijaliona, tunasema lipi? Ndio mmenyongwa kwa asilimia. Sisi tumenyongwa, yani tumenyongwa kwa asilimia kubwa. Kwenye ligi hii sisi hatuna mwenzetu. Sisi tunapambana kama Simba kwa uwezo wetu, performance yetu, nguvu, lakini hatuna mwenzetu kiukweli. Mambo ya MVP vipi kwa upande wako? Unampa nani? Kwa leo siwezi kumtoa indirect. Lazima nikatizame kwanza michezo iliyotoka. Lakini kiukweli msimu huu wachezaji ni wengi walioonyesha performance kubwa. Ukianza kwanza kwa klabu yangu, lakini hata ukirudi kwa Azam, Faisal ni mchezaji ambaye anapambana. Hata wengine mimi siwazungumziagi. Mimi timu za Bongo naweza kuzungumzia kubwa sana ni mbili tu kwa wachezaji wanaoshindana. Kwa yote MVP nitamsema kwa wakati mwingine, sio sasa hivi. Nitaongopa. Mnaelekea kwenye mchezo wenu mwingine wa finali dhidi ya Azam FC, na bila shaka macho na masikio yote mmeelekeza kule kwamba kufa na kupona lazima sisi tutoke na chochote. Unauonaje mchezo huo, kwa sababu na Ibenge naye amesema anautaka ubingwa? Mechi ni ngumu, tunajua tumekutana na Azam msimu huu wa ligi. Tumemwachia pointi 4 mkononi, ikiwemo na makosa ya kiuamuzi ndani yake. Kwa hiyo tunaenda kwenye ile ni finali ambayo inaenda kuamua mmoja awe bingwa. Sidhani kama tutabweteka. Tunahitaji kombe kwa msimu huu. Ili tumelipoteza mikononi mwetu kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu ambao hatukuweza kuzifanikisha mpaka kuchukua kombe hili. Lakini lile tunaenda kupambana. Japo ilishaleta figisu nyingi kutupeleka mchezo kule Pemba. Sikuona kama hata kuna umuhimu kupeleka. Ule mchezo ni mara 100 ungechezwa pale Meja Generali Samuyo. Kwa sababu uwanja mzuri pitching, lakini hata uhuru imekamilika. Unajua sababu gani? Mimi sijaona sababu iliyokuwa ya msingi na ya muhimu kukimbiza mashindano kule. Kwa msimu huu mashabiki wa mpira wa Tanzania, wa mikoani, wa Dar es Salaam wengi wanateseka kwa sababu wanakosa zile mechi kubwa za kiushindani ndani ya Tanzania bara. Michezo mingi ambayo imekuwa ni mikubwa ya kiushindani ambayo inaleta hisia kubwa kwa mashabiki imekuwa ikiondolewa na kupelekwa nje. Mwingine ndo kama hivyo Zanzibar, mwingine unaona umepelekwa Gombani Pemba. Sijaona sababu ya msingi. Kama bodi ya ligi, wasimamizi wa kombe hili la CRDB Confederation wafikirie vitu mara tatu, wairudishe burudani nyumbani. Watu wanapambana hapa msimu mzima, wanaenda mikoani, wanarudi. Hii mechi tumeenda kucheza Arusha kule kwa tabu na shida. Wengine wameenda Mwanza, wamepambana. Kwa hiyo kuna kile kitu cha kurudisha kwamba hii furaha ya hizi mechi kubwa zenye hisia kali na mvuto. Ile CRDB kwa msimu huu naona ndio kombe ambalo linaenda kuleta ushindani wenye mvuto mkubwa ambaye ataenda kulichukua. Kwa nini liende Pemba? Sijaona sababu ya msingi. Ni kutunyima furaha tu kwa wale watu wasiokuwa na uwezo wa kufika Pemba. Watanzania wanajua tunapenda mpira na tunaenjoy kuona timu zetu zinacheza kwenye viwanja ambavyo kila mtu anafika. Mechi inakuwa na mashabiki wengi. Lakini unapopeleka Gombani Pemba sio kila mtu anaweza kufika. Gharama ni kubwa, malazi bado. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini yote kwa yote naamini Simba tutaenda kupambana na tutachukua kombe la CRDB. Tunamalizia Baby Mary. Pengine mlijiandaa kwamba Simba mmeshapoteza ubingwa msimu huu kwa sababu idadi mliokuwa nayo hapa ni ndogo tofauti na wapinzani wenu, na bila shaka utazima data leo. Kwa msimu huu kiukweli hatukutarajia kama tutakosa ubingwa. Tulipambana kwa udi na uvumba na ukizingatia pointi zilizokuwa ni 2 tu. Tulikuwa na uwezo kabisa wa kuziridhisha na kufanya vile ambavyo tunastahili kuchukua ubingwa. Lakini tumezulumiwa. Utazima data? Yeah. Utazima data?
Tumezulumiwa. Utazima data. Tumezulumiwa. Parade umejiandaa. Tumezulumiwa. Parade itakuja nalo CRDB. Itakuwa parade zaidi ya ile PSG alivyochukua ubingwa.